Hivi ni kitu gani haswa mwanaume huwa anakitafuta kwa mwanamke ambaye anataka kumwoa? Naomba kujua majibu ya swali hili mwishoni mwa mzigo huu. Hii ni Sabo Global. Twende pamoja mtazamaji kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mzigo huu. Huyu jamaa yetu anaitwa Kenny na huyu mpenzi wake anaitwa Grace. Hawa watu wamekuwa kwenye mahusiano kwa takriban miaka mitano. Katika miaka hiyo yote mitano ni miaka ambayo imekuwa ni miaka ya kusomana na kujuana tabia. Sasa sijui kuna kitu gani kinaendelea hapa kinachowafanya wakwame katika mapenzi ya muda mrefu kiasi hicho pasipo kupiga hatua kwenda hatua ya mbele inayofuata zaidi. Wakati wa chakula hiki ndio ulikuwa wakati ambao ulibadilisha mtazamo wa mapenzi yao kiujumla. Baada ya kuwa anakula chakula pale, jamaa Kenny akaongea maneno ambayo yalionekana kama yamemtoka ghafla. Akawa anamwambia Grace, unajua mwanaume atakayekuja kukuoa atakuwa ni mwanaume mwenye bahati sana. Grace akabadilika pale akamwambia, sikiliza, unajua mimi nilikuwa mjinga kukuamini tokea mwanzoni, nikiamini kama unaweza ukaja ukanioa. Tafadhali baby, sikusema kama nitakuoa, nilikwambia tupo katika hatua za kusomana. Kwani unakimbilia hitimisho? Grace akaenda kwa rafiki yake kwa ajili ya ushauri. Akawa anamwambia, hivi rafiki yangu, unaamini huyu mwanaume miaka mitano, kwa miaka mitano nimekuwa nikimfulia nguo, nikimpikia, nikimfanyia kila kitu, nikimpa mapenzi, nimekuwa mimi ndio mshauri wa biashara zake kwa muda wa miaka mitano. Leo hii anakuja kuniambia maneno kama yale. Rafiki yake akawa anamwambia, najua nilikuwepo wakati mahusiano yenu yanaanza. Tafadhali naomba usijipe stress sana rafiki yangu. Yaani huyu mwanaume amenifanya mjinga. Kwa muda wote huo nilikuwa naamini ni mwanaume wa maana kwangu. Tafadhali usijistress rafiki yangu. Upande wa Kenny naye akawa amekutana na rafiki yake. Rafiki yake akawa anamwambia sasa, hivi unajua huyu mwanamke eti alikuwa anataka nimuoe. Kama vile nilimwambia mimi nataka kumwoa. Yaani nimekuwa namfanyia vitu vizuri ila yeye haonekani hata kama ni mwanamke wa type yangu. Hivi wewe unahitaji kitu gani kwa mwanamke rafiki yangu? Mwanamke ambaye amekaa nawe kwa miaka mitano, anakufulia, anakupikia, anakupa ushauri. Sio mwanamke ni wa kuoa kabisa. Wewe unaongea mambo gani? Huyo sio hadhi yangu. Mimi nataka wale wanawake wa kisasa. Sikiliza, mimi sitaki chochote. Usije ukamwache huyo mwanamke. Maisha yanaenda kasi sana. Baada ya hapo tunamwona ndugu yetu Kenny amekutana na pisi ya kwenda. Pisi ambayo yeye alielewa sasa. Akawa anaipigia honi pale. Baada ya hapo pisi kamuuliza, una shida gani? Samani dada, unaweza tukaongea? Sina cha kuongea na wewe. Unaelekea wapi? Naweza nikakupa lifti. Tafadhali ingia, mimi sina madhara yoyote. Siwezi nikakufanya chochote huko ndani. Wewe ingia, utakuwa huru tu. Baada ya kuingia ndani ya gari yake, jamaa akampeleka safari aliyoenda, japo alikuwa haelekei huko ila yeye alisisitiza anaelekea huko. Ulipofika mwisho, jamaa akamwambia, ndio nashukia hapa. Yeye nashukia hapa, naomba namba zako za simu basi. Hii yani umenipa lift kwenye gari, alafu bado na namba za simu naomba. Tafadhali sitakusumbua, nipe namba zako za simu. Sawa, nitakupa namba zangu, haina shida. Dada akamwandikia pale namba za simu. Baada ya hapo akaagana. Haya, kwaheri. Nitakuchatisha basi. Haina shida, tutawasiliana. Jamaa akaagwa, akashuka dada kwenye gari, jamaa akaondoka baada ya hapo. Baada ya Grace, jamaa wetu wa kuitwa Kenny ikabidi aje upgrade kwenda level za juu. Akamfuata mwanamke mwingine ambaye alihisi sasa ndio hadhi yake. Mwanamke huyo alivyofika katika chakula nyumbani kwake, akawa anamuuliza, mahusiano yako yaliyopita yalikuwaje? Unajua mwanamke yule nimekaa naye kwa miaka mitano kwenye mahusiano, lakini hamna kitu cha maana ambacho alikuwa anafanya. Nilikuwa namhudumia vizuri, lakini hakuna kitu ambacho alifanya cha kunifurahisha. Nikaona kabisa huyo siwezi kuenda naye. Kwa hiyo unataka na mimi unikalishe miaka mitano kama ulivyomkalisha mwanamke mwenzangu? Hamna, kwako najihisi ni tofauti. Baada ya kuwa amekula chakula, ikawa ni zamu ya kuliwa aliyekula chakula sasa. Jamaa akampeleka chumbani. Mwanamke akawa anauliza, tunafanya nini? Wewe unahisi tunafanya nini? Yaani umenileta hapa, umenipa chakula na baada ya hapo kinachofuata ni hiki. Kwa hiyo tafadhali naomba usiniulize maswali wakati huu wa kuenjoy.
Kwa upande wa Grace ameamua kumove on, ameendelea na maisha yake. Akawa anamwambia rafiki yake, sikia, najua nilikuwa mjinga sana kumwamini yule mwanaume. Kwa hiyo sasa hivi nahitaji kuendelea na maisha. Wakati wakiwa mle supermarket, mara kuna jamaa akawa anamwangalia sana. Ikabidi asogelee, akaanza kuwasalimia. Vipi warembo? Mpo sawa? Mpo sawa. Samahani, nahitaji kupata namba. Hamna shida. Shoga akachomoa simu ya rafiki yake. Weka password hapa. Kaweka password. Leta nikuandikie hizi namba. Hamna shida yoyote. Namba ni hizo. Tawasiliana sawa. Huyo mwanaume alikuwa anakutafuta wewe shoga. Baada ya jamaa kupata namba za Grace, akaanza kumtafuta. Anamwambia, vipi mrembo? Safi. Wewe ni nani? Mimi ni yule jamaa wa supermarket kule ulionipa namba zako. Vipi? Una nafasi tunaweza tukaonana leo? Hapana, kwa leo itakuwa ngumu. Niko busy sana. Uko busy? Vipi kuhusiana na kesho? Kesho na yenyewe nitakuwa busy. Nahisi sitatoka kazini mapema. Utatoka kazini mapema. Vipi kuhusiana na weekend? Weekend inawezekana. Sawa basi, nitakutafuta weekend. Haya. Upande wa ndugu yetu Kenny akiwa na mrembo wake. Huyu mrembo anaitwa Juni. Huyu mrembo ni matata kweli, mtaona matata yake. Akawa ameshuka kutoka juu kufika, akawa anamwambia Kenny, pole sana mpenzi wangu, unaona unahangaika sana kufanya kazi kwa bidii. Mara baada hapo kengele ikagonga mlangoni. Vipi, kuna nini? Nilikuwa nimeagiza chakula. Umeagiza chakula? Jamaa ikabidi akaya anajifikiria, huyu ameagiza chakula. Tutawezana kweli kwa staili hii? Upande wa Grace huku yeye akiwa na shoga yake akawa anamshambulia kweli, anamwambia, hivi wewe mrembo, kwani unakuwa mshamba hivyo? Yaani ulipaka marangi gani yale ukajiposti ndugu yangu? Nilijua tutakuja kunichamba. Lazima nikuchambe shoga yangu. Wewe umezidi sana. Tafadhali. Mambo usiniongelee sana. Mimi sio fashionista. Sijui hayo mambo ya fashion. Sawa, tuachane na hayo. Vipi kuhusiana na yule mwanaume? Mwanaume gani? Yule wa supermarket. Huyo jamaa ni msumbufu kweli. Amekuwa ananipigia sana simu. Yule mwanaume atakuwa anakupenda shoga. Ndugu yetu Kenny akawa anahisi amepata kutokana na ile figure ya yule mtoto. Akimwangalia tu jamaa anaridhika, akawa anasema, mrembo wangu, yani uko vizuri, yani unanipa hamasa, unanihamasisha kweli. Unaelekea wapi? Kuna vitu baby nataka kwenda kununua. Nitahitaji hela ili niweze kununua hivyo vitu. Haina shida. Hivyo vitu unavyotaka kuvinunua tutanunua pamoja. Sawa, basi naomba nijiandae. Sawa, jiandae mrembo wangu. Ila body lako linanistimulate kweli baby. Tafadhali bana. Sawa, ngoja niende. Ngoja. Nafurahia sana. Tafadhali niache. Haya, haina shida. Kwa upande wa Grace akawa amempa jamaa nafasi, akamruhusu atoke naye out. Alipofika kule, jamaa akaanza kumwaga sera zake. Namwambia, unajua Grace, wewe ni mwanamke mrembo sana, Yaani wewe ni mwanamke wa tofauti mno. Maneno, wanaume wao mnaongea hivyo. Hapana. Najua mimi kitu gani ninachokitaka kwa mwanamke. Unahitaji mwanamke gani wewe kwani? Nahitaji mwanamke ambaye amenyoka, yuko straight, yuko simple. Ndio mwanamke anayemtaka. Maneno yenu hayo wao mnaanza hivyo. Mwisho mnapotea. Hapana, mimi ni tofauti, nahitaji unipe nafasi tafadhali. Upande wa jamaa yetu Kenny na mrembo wake Juni akawa anafurahia kweli ile wigi ambayo amenunuliwa. Baby, ile wigi nimelipenda sana. Nimelipenda mno. Jamaa ikabidi apropose hapo. Juni, nahitaji uwe mke wangu. Jamani, mbona ghafla hivi? Hapana, hamna cha ghafla. Siku zote mwanaume anafanya kitu anachokitaka. Yaani nahisi ni wakati sahihi wa mimi kuwa na wewe. Yaani ukiwa tayari hata wiki 2 zijazo tunaweza tukafunga ndoa. Wiki 2 zijazo? Kubali basi. Sawa, nimekubali. Juni akavaa pete pale, wakakumbatiana. Baada ya yule muda wa majuma 2, ndoa rasmi ikafungwa kati ya Juni na Kenny. Na rasmi wakawa ni mke na mme, wakaanza maisha ya ndoa wakiwa na furaha tele. Huku upande wa Grace na shoga yake, mambo yao yako moto. Grace akawa anaambiwa na shoga yake, vipi kuhusiana na yule jamaa tuliyekutana naye supermarket? Unataka kuniambia yule jamaa haja kutafuta amekaa na namba yako siku zote? Ananitafuta. Wewe kama anakutafuta, sasa nini? Kuhusu nini? Ina maana wewe hujui kama mwanaume anakutaka. Kwa hiyo unataka umpoteze huyu mwanaume.
Tafadhali rafiki yangu, sipo tayari tena kumfuatilia mwanaume. Kama ananipenda kweli, inatakiwa aonyeshe jitihada za kunitafuta. Kwa sawa, naona una mawazo mazuri kwenye hilo. Sina wasiwasi nawe shoga yangu, nitakuunga mkono wakati huu. Upande wa bwana Ken huku maisha ya ndoa yamezidi kuwa mabaya. Yaani anafika tu nyumbani akiwa na stress zake, ametoka kazini, anamuuliza mke wake, "Vipi? Umeniandalia chakula maana nimechoka?" "Hapana, sikupika chakula ila naweza nikaagiza chakula." "Ulikuwa unafanyaje? Umekaa hapa nyumbani muda wote. Ina maana hujapika hata chakula?" Nilikuwa busy sana mpenzi wangu. Nilikuwa najaribu kuwafurahisha wale followers wangu 2000 ili niweze kuwa juu. Unajua haya mambo ya social media bana yananivuta sana. Ken akachoka kwa yale majibu, akajua sasa mwaka huu rasmi nimeingia kwenye mtumbwi wa vibwengo, nitaisoma namba. Maisha ya ndoa hii bwana yana vituko sana. Hapa dada anakula rumba, yuko zake chumbani, hajali kuhusiana na masuala ya usafi, anachojali ni kufurahisha followers wake. Jamaa alivyofika akazima ile simu, akatoa akaanza kumuuliza, "We mwanamke, yani uko humu ndani chumba kichafu hivi, unakula maganda ya biskuti unatupa." "Jamani baby, nilikuwa busy natengeneza content." "Content upuuzi, content unavaa nguo gani hizi?" Sasa hii si ndio fashion, kwa nini unaniingilia jamani? Wewe si uniache nifanye mambo yangu." "Sikia sasa, mimi simu naichukua, ukifanya usafi utakuja kuichukua." Jamani wewe kaka, una mambo ya ajabu." Yaani hapo sio msanii tayari umeanza drama. Siku iliyofuata jamaa akiwa chumbani akakuta vidonge vya kuzuia mimba. Akaanza kumshangaa yule mwanamke, anamuuliza, "Baby, hiki ni nini?" "Hivyo ni vidonge vya kuzuia mimba." "Vidonge vya kuzuia mimba? Umeongea na nani kuhusiana na masuala ya kuzuia mimba?" "Unajua baby, mimi sitaki kupoteza umbo langu. Si unajua mimi ni mtu wa mitandao. Sitaki kuonekana nimezeeka, nimepata mimba." Jamani, we mwanamke, hivi una akili kweli? Unafanya mbona vitu vya ajabu? Jamani baby, kwani kuna shida gani? Mtu kujijali tu mwili wake unakuwa ajabu. Sasa sikiliza, hivi vidonge mimi navichukua, hakuna kutumia vidonge kuanzia leo. Usiku ulivyofika, Ken akawa na maswali mengi sana anajiuliza. Ikabidi amwamshe Juni, anamwambia, "Baby sikia, naomba tuongee." "Tuongee kuhusu nini jamani? Muda wa kulala huu usiku. Naomba tuongee kuhusiana na maisha yetu, jinsi ambavyo tunaishi hapa." Yaani kifupi, huyu mwanamke amekuwa ni mwanamke ambaye hana kazi yoyote anayoifanya nyumbani. Kila kitu ndani ya nyumba kimekuwa kinafanywa kwa msaada wa wafanyakazi wanaolipwa. Sasa hapa Ken akawa anamwambia, "Baby, mimi nimefikiria, naona tukatafute kozi uweze kujifunza ili uwe unafanya majukumu ya nyumbani." "Baby, nilijua unaniambia kitu cha maana, labda una hamu. Sasa unaniambia vitu gani? Niache nilale." Siku iliyofuata Ken akachelewa kurudi nyumbani. Akamkuta Juni amefura kwa hasira. Juni akawa anamuuliza, "Niambie ulikuwa wapi? Siwezi nikakupisha njia." "Nilienda kutafuta chakula." "Kwa sababu wewe humu ndani hata hupiki." "Ulienda kutafuta chakula. Si ungesema sasa hivyo." "Basi chakula changu kiko wapi?" "Nikutafutie chakula wewe." "Vipi? Wale followers wako 2000 hawajakuletea chakula?" Yaani si unaongea vitu gani wewe mwanaume? Yaani mimi unajua spend hivi vitu, unanifanyia sio vizuri, na kufanyia sio vizuri nini? Niache nikalale bwana. Sio vizuri. Upande wa Grace, baada ya mahangaiko ya muda mrefu na mateso kutokana na yale matendo aliyofanywa na Ken, ikabidi aupe moyo nafasi nyingine wa kupenda. Hapa akiwa na jamaa yake, jamaa akawa na wasiwasi naye, akawa anamuuliza, "Kwa jinsi ninavyokuona baby, unaonekana una wasiwasi sana. Hivi kwa jinsi unavyoniona, unaona kama ni mtu ambaye nimekuja kukuchezea?" Sijasema hivyo. "Kwani umeonaje kama mimi nahisi hivyo?" Na kuona tu. Tafadhali, naomba unipe nafasi. Mimi nakupenda sana. Nipo hapa kwa ajili yako. Nitakuoa, usijali kabisa. Upande wa ndoa ya kizaazaa, Ken ametoka chumbani, anamuonyesha Juni. "Sikiliza Juni, unaona hivi vitu hizi gharama zote za matumizi ya hapa nyumbani hii nimetumia kwa ajili ya kufua nguo, hii nimetumia kwa ajili ya usafi wa nyumba, hii nimetumia kwa ajili ya yani wewe hamna kitu ambacho umekuwa unafanya. Acha kunipigia kelele. Kwa unanisumbua. Hayo si ni majukumu yako mwanaume. Unatakiwa ufanye kila kitu. Sasa unanipigia kelele za nini? Wewe baada ya kufanya kazi ili upate zaidi, unaanza kunipigia kelele hapa. Nilijua wanaume wenye six pack wana hela, kumbe ujinga tu. Acha ujinga, nitakuwekea dawa kwenye chakula ulale. Ndoa yenye vizaazaa inaendelea kama kawaida. Hapa Juni ametoka na simu ndani, anamwambia mpenzi wake, "Baby, kuna simu yako inaita hapa." Achana naye.
Sasa niachane naye vipi? Hebu mtafute huyu mtu, labda atakuwa na kitu cha muhimu. Kwani nakuhusu nini? Inanihusu nini? Naona kuna vitu unanificha. Sasa hata kama nakuficha, wewe inahusiana na nini? Hii biashara ya simu yangu haikuhusu. Wewe sikiliza, kama unataka amani, mpokea hizo simu, mpigie huyo mtu. Nimpigie nini? Achana na haya mambo. Sitaki kukuelewa. Naona wewe unataka kunizingua. Kama unataka sikiliza, nitakupiga. Nipige sasa, nipige. Si umeamua kunipiga, nipige nikutangaze mitandaoni huko. Siku iliyofuata nyumbani kwa Ken kukawa kuna ugeni. Huu ugeni ulikuwa ni wa mtu maalum sana kwake Ken. Ila Juni baada ya kuona tu ni mwanamke, akajua kuna mambo hapa ambayo yako sawa. Akawa anamwambia, "Wewe, ondoka hapa nyumbani kwangu. Tafadhali naomba uniitie, ni jambo muhimu." Nikuitie sawa. Kuingia ndani akatoka na ndoo ya maji akamwagia. "Jamani, umenimwagia maji?" Nimekumwagia. Malaya usiojitambua. Yaani wewe unadili na wanaume wa watu. Kwani usitafute wa kwako kaolewa? Toka hapa nyumbani kwangu, sitaki kukuona. Unielewi? Ngoja nikupige na hili lindoo kichwani ili akili zikukae sawa. Maana unaona unanizingua tu. Toka. Baada ya tendo lile alilofanya Juni, lile tendo likabadilisha taswira yote ya maisha ya Ken. Ken akarudi akiwa na hasira, anamuuliza Juni, "Umemfanya nini mteja wangu?" Yule si ni malaya, nimemwagia maji masafi tu. Akija wakati mwingine nitamwagia maji ya moto." "Wewe unaongea nini? Yaani umemwagia mteja wangu? Huyo ni bosi wangu. Biashara zangu zote zilikuwa zinamtegemea yeye. Sasa umemwagia maji. Sasa hivi ananiona mimi wa ajabu." Nisamee baby, sikujua kama ni hayo maneno. Nitakupiga makofi Juni mpaka jina lako libadilike kuwa Julai. Maana unaongea vitu vielewi. Tafadhali baby, naomba nisamee. Ngoja nikachukue maji. Kachukue maji nini? Potea, sitaki kukuona. Baada ya Jini mkatakamba kwa ameharibu maisha ya mtu, akaamua kuondoka sasa. Unaenda wapi? Nimechoka haya maisha. Kabla hujaniua na njaa, bora niende kwetu. Sawa. Kumbuka umeacha funguo zangu. Funguo zako? Funguo gani wakati unakuja kufukuzwa hapa ndani? Sina haja ya kuondoka na funguo zako. Alafu tafadhali navyoondoka hapa, naomba usinitafute. Nani akutafute wewe? Mimi nikutafute wewe? Wewe ongea tu hivyo. Bye. Rest in peace. Maisha mema huko uendako. Baada ya mizunguko yote, Ken ikabidi arudi kwa Grace. Kufika kwa Grace akakutana na kufuli. Grace anamwambia, "Sikia, mimi nisha move on, nimeendelea na maisha yangu. Kwa hiyo na wewe inabidi utafute namna ya kuendelea na maisha yako." Sasa hapa wanaume, naomba mnijibu lile swali langu. Hivi mwanaume anatafuta nini kwa mwanamke wa kumuoa? Ndugu yetu Ken kwa upande wa Grace alikuwa amepata kila kitu, lakini alimwacha sababu alikuwa ni mshamba. Na huo ndo unakuwa mwisho wa mzigo wetu huu. Karibu kwa mzigo ujao.